Bwana asifiwe sana. Ninaamini neema ya Bwana imekutunza na upendo wa Mungu umekufunika. Nasi pia tuko salama katika Yesu na upendo huo huo na neema yake imetufunika. Kwa jina la Yesu. Niko hapa kuweza kujibu swali ambalo nimeulizwa, tofauti ya Waebrania, Waisraeli na Wayahudi. Swali hili nimeulizwa na mmoja ya watu ambao wamesikiliza video ambayo nilitoa yalijue taifa la Mungu Israeli. Maswali ni mengi lakini nitajibu moja moja. Kwa niko hapa kujibu swali hilo, tofauti ya Waebrania, Waisraeli na Wayahudi. Sasa ni hivi, ninaanza. Waebrania ni wakina nani? Waebrania ni watu wanaotokana na Ibrahimu. Mungu alipomwita Ibrahimu akamtoa kule Iraki akamleta Kanaani. Ibrahimu alikuja kama Mwebrania. Baba wa imani huyu ambaye alizaliwa mwaka wa 2166 2166 before Christ, kabla ya Kristo, alikuja kama Mwebrania. Alipofika pale, Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaka ni Mwebrania. Isaka akazaa watoto wawili mapacha, Esau na Yakobo, Waebrania wote. Sasa kuna tukio lilitokea pale kitabu cha Mwanzo, ukisoma sura 32 kuanzia mstari ule wa 24 mpaka 30. Yakobo alipopigana na malaika na Yakobo akashinda, Mungu akamwambia Yakobo, kwa sababu umeshinda, kuanzia sasa hutaitwa tena Yakobo bali utaitwa Israeli. Hapo ndipo jina Israeli lilianza. Kwa hiyo watoto wote waliozaliwa na Yakobo baada ya tukio hilo waliitwa wana wa Israeli. Kumbuka, sio taifa bado na yajawa makabila bado, wote waliitwa kama wana wa Yakobo. Walikuwa watoto 13, lakini mmoja alikuwa msichana na wahesabu wasichana Dina 12. Sasa tunatafuta jina Wayahudi. Ilipofika mwaka wa 1878 wana wa Israeli wakajikuta wako utumwani Misri. Waliingia watu kama 70 hivi. Ilipofika mwaka wa 1845 wakarudi kwa Kanaani wakiwa kama watu 3 hivi. Sasa sikiliza, jina Wayahudi lilitokea wapi? Lilitokea hapa. Tumeshona Waebrania, tumeona Waisraeli. Wayahudi lilitokea hapa waliporudi kwao Kanaani, na likawa taifa, wakaanza kutawaliwa na wafalme. Ilipofika mwaka wa 930, Mfalme Sulemani alipokufa, taifa la Israeli likagawanyika mara mbili. Makabila 10 yakaenda Samaria, nilikwambia. Makabila 2 yakabaki pale Yerusalemu. Kwa nini? Mungu alimwambia Sulemani, kwa sababu ya heshima ya Daudi, sitakunyang'anya ufalme wote, nitakuachia kabila moja. Akamwachia kabila la Yuda. Kabila hili ndio kabila ambalo Mungu ameliongelea kitabu cha Mwanzo tena, nafikiri 2 pale. Anasema kwamba anamwambia nyoka, kwa sababu hiyo uzao wa mwanamke huu utakuponda kichwa. Huu uzao wa mwanamke alikuwa ni Yesu, na huyu Yesu alikuwa anatoka kwenye kabila hilo hilo la Daudi, kabila la Yuda. Likabaki pale Yerusalemu. Yale makabila 10 yaliyokwenda kule Samaria, nilikuambia mwaka wa 722 Mfalme Sagoni wa pili alikuja akachukua yote, akawapeleka wapi? Akapeleka Ashuru, ambayo kwa sasa hivi ni Syria. Haya makabila 2 yaliyobaki hapa Yerusalemu, kabila la Benjamin na kabila la Yuda, kabila ambalo lilikuwa kubwa, ambalo lilikuwa lina domini, kumiliki, lilikuwa kabila la Yuda. Wao walikaakana wenyewe. Ilipofika mwaka wa 586 na wenyewe wakapelekwa, mfalme Nebukadneza akawapeleka utumwani kwa mara ya mwisho katika zile awamu 3 nilikwambia. Sasa hili kabila la Yuda baada ya kujikuta wamebaki Yerusalemu wao na Benjamin, na wao walikuwa na nguvu, wakaanza kujiita Wayahudi. Walipokwenda kule Babeli, walipopelekwa na mfalme Nebukadneza Babeli, wakaanza kujiita Jewish, Wayahudi. Kwa nini? Walijiita Wayahudi kulingana na jina la kabila lao. Kumbuka, Wayahudi, Jewish, Wayahudi, Yuda. Wayahudi inatokana na jina Yuda, Jewish, Wayahudi, Yuda. Kwa hiyo wakaanza kujiita Wayahudi.
Kwa walipokwenda kule utumwani, walipofika kule wakaanza kujiita Wayahudi. Tukapata jina la pili Wayahudi, kwa sababu wao walijikuta wako wenyewe tu. Makabila 10 yameshaondoka, yamepelekwa huko, hata wajua wako wapi, kwa sababu waligawanyika. Na kabila la Benjamin lilimezwa na kabila la Yuda, lilimezwa, lilikuwa na nguvu. Mungu alikuwa na target kabila la Yuda. So waliporudi kutoka kule utumwani Uajemi, wanaporudi huku Yerusalemu, walikuwa bado wanajiita Wayahudi, kwa sababu mfalme Koreshi alianza kutawala mwaka wa 559. Ilipofika mwaka wa 539, mfalme Koreshi akaenda kuipiga Babeli. Babeli ikaanguka, ikaanza kutawaliwa na Uajemi. Baadaye mwaka wa 536, mfalme huyu Koreshi amezungumziwa katika kitabu cha Isaya sura 47, nilikwambia. Akatoa tamko la kwanza kwamba Waisraeli warudi kwao wakajenge hekalu. Waisraeli wakamchagua Zerubabeli na kuhani Yoshea, wakaenda kule kujenga lile hekalu ambalo lilibomolewa na mfalme Nebukadneza mwaka wa 586. Kwa wanaporudi, wanarudi kama Wayahudi, lakini ni Waisraeli wale wale, ni watu wale wale, ni makabila yale yale, kwa sababu baadaye yale makabila 10 yalijikuta yanakutana na makabila mawili, yote wakawa Israeli ambayo imekamilika. So wanaporudi huku tena kwa Yerusalemu kutoka utumwani kule Uajemi, wanarudi kama Wayahudi, lakini jina ambalo lilibeba taifa, jina kubwa, lilikuwa jina la Israeli. Ndio maana huwezi kusikia taifa la Wayahudi, ni taifa la Israeli. Kwa hiyo tunamalizia kusema hivi, jina Waebrania ni kuanzia Ibrahimu mpaka Yakobo. Jina Israeli ni kuanzia huyo Yakobo kuendeleza watoto wake. Jina Yuda inatokana na kabila la Yuda ambalo lilibaki Yerusalemu baada ya taifa kugawanyika, wakaanza kujita Jewish, ndio wanaitwa Wayahudi, lakini ni watu wale wale, mila ni hiyo moja, sio watu watatu tofauti, ni mtu huyo mmoja tu, Mwisraeli. Ninaamini kwa kifupi hichi utakuwa umeelewa. Na hata waliporudi kutoka kule utumwani kuja huku Yerusalemu, pia walirudi kwa matabaka matatu. Tamko la kwanza la mfalme Koreshi, wakarudi watu kadhaa. Tamko la pili la mfalme Dario, baba yake na Asuelo kama mnamjua, wakarudi watu kadhaa. Baadaye tamko la tatu lilikuwa tamko la mfalme Longemanus Artashasta, wakarudi watu baadhi, lakini wanarudi kama Waisraeli, lakini jina Jewish lilikuwa limeshakuwa na nguvu. Kwa sababu ya nini? Kabila la Yuda, ambalo huko ndiko simba wa Yuda Yesu Kristo alitokea. Mungu akubariki. Tutakaporudi hapa mara ya pili, kuna mwingine ameuliza swali, mchungaji, nataka nijue kwa nini kulikuwa na chuki kati ya Wasamaria na Waisraeli? Tutakaporudi hapa Jumapili ijayo, nitakuja ama siku nyingine, kulingana na siku yako, nchi yako vile ambavyo ilivyo, tutakuja kujua shida ilikuwa nini kati ya Waisraeli na Wasamaria. Mungu akutunze, Mungu akubariki, Mungu akuimarishe, Mungu akufanye kuwa imara, Mungu akuwezeshe uishi maisha kubarikiwa. Mungu akubariki unapotoka, unapoingia, uwe mshindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu. Amen.